So key to walk in the miraculous. Kifunguo za kutimilia kwa miujiza. Because many desire to walk in the miraculous. Wengi wanatamani kuona miujiza, but they don't see it. Lakini hawaoni. Everyone here in the house, kila mmoja ambaye yuko hapa, desire, anatamani to walk in the miraculous. Atembea akiona miujiza. Praise the name of the Lord. Amen. Even those who are listening to me, hata wale wanaomsikiza, praise the name of the Lord. Wanasifiwe. They desire, wanatamani to walk in the miraculous. Watembee kwa kuona miujiza, but they don't see it. Lakini hawaioni. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The Bible says, Deuteronomy 28 verse 2. Kumbukumbu la Torati Deuteronomy 28 verse 2. The Bible says, andiko anasema, and all this blessing, na baraka hizi zote shall come on thee, zitakujilia and overtake thee, na kupata, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Na baraka hizo zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. And all this blessing, na baraka hizo zote shall come on thee, zitakujilia and overtake thee, na zitakupata, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So there are only two keys. Kuna funguo mbili to walk in the miraculous. Kwa kutembelea kwa miujiza. And if you don't follow them, na kama hutazifuata, you'll never be successful at all. Wewe hautaweza kufanikiwa. So if you want to walk in miraculous, kama utataka kutembelea kwa miujiza, you must follow these two keys. Lazima ufuate hizi funguo mbili. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So the two keys, funguo hizi mbili, to walk in the miraculous, kwa kutembelea kwa miujiza. The first one, funguo ya kwanza, is obedience. Ni kutii. The Bible says, maandiko yanasema, and all this blessing, na baraka hizi zote, shall come on thee, zitakujilia, and overtake thee, na zitakupata ukupita, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Kama utasikia sauti ya Mungu wako. If you hearken, kama utasikia unto the voice, sauti of the Lord ya Bwana Mungu wako, thy God. Ya Bwana Mungu wako. Praise God. Bwana asifiwe. So obedience, what is obedience? Kutii ni nini? Is obedience total compliance to the instruction of the Lord. Huku ni kufuata maagizo kikamilifu ya Mwenyezi Mungu. I'm saying obedience. Nasema kutii is total compliance. Ni kuzingatia to the instruction of the Lord. Na maagizo ya Mwenyezi Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The Bible says, maandiko yanasema, and all this blessing, na baraka zote, shall come on thee, zitakujilia, and overtake thee, na kukupata, if thou shalt hearken at the voice of the Lord thy God. Ikiwa utasikia sauti ya Bwana Mungu wako. So if you obey the Lord, kama utatii Mungu, you'll be able to walk in the miraculous. Utaweza kutembea kwa njia baraka. If you obey the Lord, kama utatii Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The Bible says if you obey, inasema kama utatii the voice of the Lord thy God, sauti ya Mwenyezi Mungu, all these blessings, hizi baraka zote, shall overtake thee, zitakupita. They shall come on thee, zitakujia. Praise the name of the Lord. Amen. So obedience, kutii, is one of the key, ni funguo moja abundance, ya kuingia katika wingi. And it's not difficult to walk in abundance. Na sio jambo ngumu kwa kutembelea katika hoteli. It's easy to walk in abundance. Ni rahisi sana kutembea katika njia hoteli. Only kama tu we obey, utatii. Praise God. Bwana asifiwe. So God does not bless you, Mungu akubariki for what you want, kwa kile unachotaka, but He blesses you, lakini anakubariki for what He wants you to have.
kwa kile anataka yeye awe nacho. Obedience Kutii changes the heart of God. ubadilisha moyo wa Mwenyezi Mungu. Obedience, Kutii it changes badilisha the heart of God. moyo wa Mwenyezi Mungu. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Bwana sifiwe. And there are only three ways Na kuna njia tatu through which you can obey God. njia tatu ambazo unaweza kutii Mwenyezi Mungu. So if you want to walk in abundance, Kama unataka kutembelea kwa wingi au utele, if you want to walk in miraculous, kama unataka kutembelea kwa you miujiza, must be obedient lazima uweze and kutii. obey to the voice of the Na Lord. ni kutii sauti ya Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Amen. So three ways to obey God. Njia tatu za kutii Mwenyezi Mungu. Obeying through his servant. Ni kutii kupitia kwa watumishi wake. Obeying through his written word. Kutii kupitia kwa neno lake ambalo limeandikwa. Obeying through his spirit speaking within. Na ni kutii kupitia hiyo roho ambayo inanena ndani yako. So you can obey God through those three ways. Unaweza timu kupitia hiyo za tatu. Through his servant. Moja ni kupitia watumishi wake. Through his written word. Jambo lingine ni kutumia neno lake. Through the Holy Spirit. Na hiyo lingine ni kutii Roho Mtakatifu. And if you fail Kini ukikosa to obey God ukikosa kutii Mungu in these three things, kupitia njia tatu, you will not see the blessings of the Lord. hautaona baraka za Mwenyezi Mungu. There are people they disobey the servant of God Kuna watu ambao hawatii watumishi wa Mwenyezi and Mungu. they think Na they wanafikiria can walk in miraculous. wanaweza tembelea kwa miujiza. Anytime you disobey the man of God, Kila wakati ambapo The servant of God. watumishi wa Mungu you will not walk in miraculous. au tembelea kwa miujiza au baraka. And these three ways of obedience, Kupitia hizi njia tatu za kutii they are very important in the eyes of God. ni muhimu sana machoni mwa Mwenyezi Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. So God obeying his servant. Let us discuss on that. Wacha tuangalie hilo. Obeying his servant. Kutii watumishi wa Mwenyezi God Mungu. wants you to obey. Mungu ataka utii. God wants you to obey his servant. Mungu ataka utii wale watumishi wake. Because his servant Kwa sababu watumishi are wake his representative. hao ndio wawakilishi wake. They are, praise the name of the Lord. Amen. The servant of God, Watumishi wa Mwenyezi Mungu they are representing God. wanawakilisha Mwenyezi Mungu. So when you obey them, Wakati unapowatii, so when you obey the servant of God, wakati unatii watumishi wa Mwenyezi Mungu, you walk in miraculous. unatembelea kwa baraka. Praise the name of the Lord. And the devil knows Na shetani ajua that if you obey kama the prophet, kama utatii nabii you can be blessed. utabarikiwa. The devil knows that. Shetani anajua hivyo. That if you obey the servant of God, Kama utii mtumishi wa Mwenyezi you'll Mungu be blessed. utabarikiwa. And that's what the devil incites you Ndio shetani anakuchochea not to obey. usitii. He incites you. Anakuchochea. He incites others to familiarize with God's servant Anachochea wengine watu wanakuwa tu familia na watumishi wa Mwenyezi so Mungu that you can miss the blessing. ili ukose baraka. He incites others Anachochea wengine to familiarize wanazoea with the servant of God wanazoea so watumishi that you can miss the blessing. ili ukose baraka. And that's the problem. Hiyo ndio shida. When the man of God speaks, Wakati mtumishi wa Mungu when the prophetess speak, wakati nabii anaongea, because you have familiarized yourself with her, kwa sababu umemzoea, you don't see her speaking. You don't see God speaking. wewe huoni Mwenyezi Mungu You akilisa. you see her speaking. Wewe unaona mama. When the man of God Wakati mtumishi wa Mungu is speaking, ananena, because you have familiarized yourself
umemzoea, you miss the blessing. unakosa And baraka. the man of God rebukes you. Wakati shetani huyu mtumishi wa Mungu Instead of anasema, taking the rebuke come from God, badala ya kuchukua hii imetoka kwa Mwenyezi you Mungu, choose to run away from the church. wewe unatoroka kanisa. You choose to disobey. Unachagua kutii And you miss the blessing. na unakosa baraka. Praise God. Amen. Praise God. Wanasifiwa. And never in a time Kusiwe na wakati try to familiarize yourself utazoea, with man of God. utazoea mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Wanasifiwa. Praise the name of the Lord. Amen. Anytime Wakati wote you ule familiarize yourself unazoea mtumishi wa with Mungu, man of God, unazoea mtumishi wa Mungu, you miss the blessing. unakosa baraka. When he speak, Anaponena unasema yeye anawacha endelee kuongea. When he rebukes you, wakati kukemea, instead of you seeing God, badala uchukue Mwenyezi Mungu, unasema aliambiwa. Hiyo ni ya kuambiwa. Hallelujah. wanasifiwa. So you miss the blessing. Unakosa baraka. Praise God. Wanasifiwa. Man of God Mtumishi wa Mungu is an agent of your creator. yeye ametumwa na yule ambaye alikuumba. Hallelujah. Amen. Because God uses prophets Kwa sababu Mungu hutumia manabii as a medium of communication kama njia ya kupitisha, between you and him. kama njia ya kupitisha ujumbe kutoka yeye na The kukufikia. servant of God, Mtumishi wa Mungu they are medium wanatumika between you and God. kati yako na Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. And many of you miss the blessing Na wengine mnakosa baraka because you familiarize yourself with me. kwa sababu mmenizoea. Tatigana muwaora. Achana na yeye. Bwana asiwe sana. Amen. Wachana tigana mwao Achana na yeye. because you no longer see a man of God. Kwa sababu umeacha kuona mtumishi wa Mungu, Unaona mwaora. Bwana apewe sifa. And that's why new people come. na nyinyi watu mnakuja, They receive the blessing watu wageni wanakuja napokea baraka because they know kwa sababu who wanajua a servant of God is. watumishi wa Mungu ni nani. They come, you give them, new people come. Watu wageni wanakuja, I give them instruction. nawaambia fuata maagizo haya. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Never familiarize Usizoee yourself wewe with the mwenyewe, man of God. usizoee mtumishi wa Mungu. Because the anointing, Kwa sababu ule upako, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Are you in the house? Kwa hapa When you honor the anointing, unapotii ule upako, the anointing you honor produces the result. ule upako unaotii unaleta But the matokeo. anointing you familiarize Lakini ule upako unazoea brings disappointment. unaleta kustajabu ama kushtuku. Honor the anointing. Wewe tii mafuta. Praise the name of the Lord. Amen. So when you familiarize with the anointing, Unapozoea mafuta ama the unapozoea anointing that you familiarize yourself with bring annoyance and disappointment. yale mafuta ambayo unazoea taleta tu, utaweza kushangaa tu, utapata tu mshtuko. So anytime you familiarize with the anointing, Kila wakati ambapo unazoea mafuta ama upako, you'll be disappointed. wewe utashtuka tu. And when you respect the anointing, Lakini unapotia mafuta, you'll be appointed wewe utateuliwa in Jesus' name. katika jina la Yesu. So never familiarize Kwa hivyo usiwahi zoea God's servant wale watumishi wa Mungu, because you miss your blessing. kwa sababu utakosa baraka yako. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Anytime you familiarize Kila wakati with the unapozoea servant of na God, watumishi wa Mungu, with the man of na God, watumishi wa Mungu, with the prophet of na God, manabii
wa Mungu, you miss your blessing. unakosa baraka yako. Praise the name of the Bwana Lord. asifiwe. You know, we desire Kwa sababu to tunatamani walk in the miraculous. tembea kuona We miujiza, desire to tunatamani walk in the abundance. tuende konteni, But we fail to know lakini tunakosa the kujua keys to walk in abundance. funguo ya kutembelea kwa wingi. And that's the problem with the church. Hiyo ndio shida iko na kanisa. The church of Jesus Christ. Kanisa la Yesu Kristo It's a familiarized with the servant of God. limezoea watumishi wa They no Mungu, longer respect the man of God. hawaogopi ama hawaheshimu wale watumishi. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. You remember the man of God, Adam? Nakumbuka Adam You know, he disobeyed God. alikosa kutii Mwenyezi Mungu, And God reacted with bitterness, with fury. na And God evicted him from the Garden of Eden. Mungu alikasirika na kumuondoa katika ile shamba la Edeni. He disobeyed God. Alikosa kutii Mungu. God had spoken to him. Mungu alikuwa amemnenea, Do this and this. fanya hivi na But he hivi, disobeyed God. lakini akakataa But kutii. God, when he disobeyed, Wakati alikataa God kutii, reacted. Mungu akatenda, God evicted him Mungu akamfukuza from paradise. kutoka ule mahali kwa mekwa. Praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. Disobedience is an insult to God. Kutotii ni matusi kwa Mwenyezi Mungu. And when you familiarize Na wakati unazoea the anointing, ule upako, it means you cannot obey. inamaanisha hauwezi utii. And if you cannot obey, it means you have disrespected. Na kama huwezi God. utii ni kumaanisha wewe hauheshimu Mwenyezi Mungu. When you familiarize Wakati umezoea, with your pastor, umezoea mtumishi you Mungu, just see like any other person. wewe unamchukulia tu kama When you familiarize unamzoea with the prophetess, na nabii, you cannot obey. hawezi tii. That's why when the prophetess speaks, Ndio nabii akinena, because you have familiarized yourself with her, kwa sababu umemzoea, unaenda ukiongea. Hiyo ni yake. Hiyo ni ya kuambiwa. And you miss the blessing. na unakosa baraka. And when you familiarize with the anointing, Na unapozoea upako, you disrespect God. unakosa kuheshimu Mwenyezi Mungu. Praise God. Bwana asifiwe. You know what? Unajua nini? It's only Jesus never did miracles Yesu hakufanya tu in miujiza his hometown. katika ule uko nyumbani kwao ama katika ule mji There wao. was no miracle there. Hakukuwa na muujiza huko. Why? Kwa nini? Because they took him as a carpenter's son. Wao walimchukulia tu kama mwana wa seremala. They saw him just as a carpenter's son. Walimwona tu kama mwana wa seremala. So they missed the blessings. Wakakosa baraka. He did miracles Alitenda in miujiza other places. katika miji mingine. Vipofu wakaona, viwete wakatembea in other towns. Katika miji mingine alitenda miujiza. Praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. Because they familiarized with the anointing. Kwa sababu walizoea mafuta, walizoea ule upako. Praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. So if you want to walk in miracles, Kama wataka kutembea kwa miujiza, simply obey servant of ni God. jambo rahisi sana, utii watumishi wa Mwenyezi Mungu. And you're going to see the great work of God in your life. Na utaona kazi kuu ya Mwenyezi Mungu katika maisha yako. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. The Bible says, Maandiko yanasema, and he did many mighty work there because of their unbelief. Hakutenda mama kuko kwa sababu hawakutii ama hawakuamini. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Your disobedience. Kutotii kwako. Hallelujah. Bwana asifiwe. When you praise God. Bwana asifiwe. So your obedience, Wewe kupitia kutii, it will take you to your destiny. itakupeleka katika hatima yako mahali baraka zako ziko. Are you in the house?
us? Na nielewa. I'm saying obedience. Na kutii It will take you to your destiny. kutakupeleka katika hatima yako. Bwana asifiwe. Amen. So when they're obeying the little servant of God, Kutii wale watumishi wa kweli wa Mwenyezi Mungu is obeying God himself. ni kutii Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Disobedience Kutotii is a great hindrance ni kizuizi to kikubwa. to your breakthrough. Ni kizuizi katika kupata ule upenyo wako. Disobedience Kutotii is a hindrance ni kizuizi to your blessing, kupata baraka yako, to your breakthrough, kupata upenyo to wako, your destiny. kupata hatima yako ama baraka zako. Learn to obey. Jifunze kutii. And the Bible says, Na maandiko if you yanasema obey, kama utatii, if you obey, kama utatii, this blessing baraka zote will overtake you. zitakujilia na kukupata, They will follow you. zitakufuata. Praise the name of the Lord. Amen. There are blessings Kuna baraka hidden in obedience. ambazo zimefichwa katika kutii. There are blessings. Kuna baraka. When Bible say we do this and this, Maandiko yanaposema tutende hivi, when the man of God say, wakati mtumishi wa thus Mungu says the anasema, hivi Lord, ndio Mwenyezi Mungu anasema. sio lazima aseme thus says the Lord. Not a man said that But when God he's is speaking, wakati it's anaponena, not him speaking, sio yeye ananena, it's God speaking. ni Mungu ananena. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So if you want to reach your destiny, Kama hata kufikia baraka zako, let obedience be a portion. wache nayo kutii urithi wako In Jesus' name. katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Amen. We are so prayerful. Sisi tunaomba, We are praying and fasting tunaomba na kufunga even 21 days, hata siku 21, but we are disobedient lakini to tunaasi the word of God. neno la Mwenyezi We are Mungu. disobedient Tunaasi to the man of God. watumishi wa Mungu. We are disobedient Tunakosa to kutii the Holy Spirit, Roho Mtakatifu, and we miss the blessing. tunakosa baraka, We miss our destiny. tunakosa We miss our breakthrough. tunakosa upenyo wetu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. There are many of you here. Kuna watu wengi hapa, God has been speaking to them. Mungu amekuwa akiwanenea, Do this. fanya hivi, Do this. fanya hivi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Do this. Hivi, Do this. fanya hivi. You know when God tells you to do this, Wakati Mwenyezi Mungu not akwambia, a mass akwambie sio lazima akwambie, after you do that. sio lazima akwambie, Let change your, no. sio lazima God is akwambie. waiting on obedience. Mungu anangoja utii. Praise the name of the Lord. Amen. So there are many here. Kuna wengi hapa, God has spoken to them. Mungu amewanenea, Do this. fanya hivi, Do this. fanya hivi, But they have given God lakini wamepea Mungu blind eyes. wamekataa kusikia vile Mungu anasema. Praise the name of the Lord. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So God spoke to Abraham. Mungu akamnenea Abraham, He was told to leave Babylon. akaambiwa atoke mahali kwao. You can imagine if he disobeyed. Unaweza tafakari kama hakutii. You can imagine if he disobeyed. Naweza angalia kama hakutii. God was waiting Mungu alikuwa anangoja. for Abraham to obey. Mungu alikuwa anangoja When Abraham he atii. obeyed, Na akatii. God was happy. Mungu When alifurahia. he obeyed, Akatii. God made him father of nations. Mungu akamfanya baba wa mataifa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Many times God speaks to us. Wakati mwingi Mungu atunenea, Don't do this. usifanye hivi, Or do this. ufanye hivi.
Praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. Most of the time God speaks to us, Mungu atunenea but we fail. lakini tunakosa We obey. tunakosa. May God help us. Mungu atusaidie In Jesus' name. katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. God spoke to Abraham. Mungu akanenea Ibrahim. Now the Lord said unto Abraham, Genesis chapter 12 verse 1. Mwanzo 12. And the Lord said unto Abraham, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, and to a land that I will show you. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. So the man of God obeyed. Mtumishi wa Mungu alitii. He just obeyed. Alitii. He knew Alijua a fruit of obedience. Alijua mazao ya kutii. He knew Alijua what it means inamaanisha nini to obey God. kutii Mwenyezi Mungu. He knew. Alijua. Praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. We have missed our breakthrough. Tumekosa upenyo wetu Because of disobedience. kwa sababu hatutii. You have missed to Tumekosa walk in miraculous. kutembea kwa miujiza. We have missed Tumekosa to walk in abundance kutembea kwa wingi because of disobedience. kwa sababu ya kutotii. God help us. Mwenyezi Mungu God atusaidie. help the church. Mungu asaidie kanisa. God help the church. Mungu asaidie kanisa In Jesus' katika name. jina la Yesu. Disobedience. Kutotii It caused King Saul ilifanya Sauli to lose the kingship apoteze ule ufalme. because of God had anointed him. Mungu alikuwa amemwagilia mafuta. God had a good plan concerning Saul, Mungu alikuwa mpango mwema kuhusu Sauli, but he disobeyed. lakini alikataa kutii. And disobedience, Na kutotii it caused him to lose kingship. ilimfanya apoteze ufalme. Praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. God has said to Saul, Mungu alikuwa ameniambia Sauli, go and do this and enda this. ufanye hivi na hivi. But when he disobeyed, Lakini akati alikosa kutii, God said Samuel, Mungu akamwambia Samueli, when he disobeyed, aliponiasi the man of God saw Samuel, the prophet. mtumishi wa Mungu He nabii was Samueli there praying for Saul. alikuwa naombea Sauli. Anamwambia Mungu. Telling God, He was interceding for Saul. alikuwa namuombea. But God was disappointed. Lakini Mungu alichozana When he disobeyed, wakati alikosa God kutii, was disappointed. Mungu alishangazwa sana. Anytime he disobeyed, Kila wakati akosa kutii, God get disappointed. Mungu anashanga. Mpaka Mungu akamwambia, God told him, what are you doing? unafanya nini? Interceding for him. Unamlilia kwa I'm done with him. nimeachana na yeye. Nimemtema. You can imagine disobedience. Kwa sababu ya kutotii. Mtumishi wa Mungu anashinda akikuombea, akiintercede Sababu God sababu yako. sababu ya Kumbe Mungu amemalizana na wewe because of disobedience. kwa sababu ya kutotii. In Psalm 16, I think. Samueli wa kwanza 16, chapter 16. When he so disobeyed, Wakati Sauli kosa kutii, the Lord God gave kingdom to David, Mungu alipatia ule ufalme Daudi, just a shepherd boy. ambaye alikuwa tu ni mchungaji wa kondoo. God took the kingship Mungu akachukua to ufalme a shepherd boy. akapatia mchungaji. Praise the name of the Lord. Amen. Because Saul disobeyed. Kwa sababu Sauli alikosa kutii. May God help us. Mungu atuwezeshe In Jesus' katika name. jina la Yesu. If we say we walk, Akisema hata tembea, akisema tutembee na twende na magoti. Praise the name of, can you read Saul, verse 16, verse 1. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli? Ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli, ijaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehem, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema,
chukua ndama fikisha tu hapo. And the Lord said unto Samuel, Mungu akamwambia how Samuel, long will thou mourn for Saul? utalia mpaka lini? Seeing I have rejected him Angalia mimi from the nimemkataa, land of Israel. nimemkataza wamiliki wa Israeli. But praise God. Bwana asifiwe. When he disobeyed, Wakati alikosa, God rejected him. Mungu alimkataa. God chose. Mungu akachagua Daudi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Anytime you disobey, Kila akakosa ile baraka ilikuwa yako. the blessing that belong to you. Praise God. Bwana asifiwe. Tunaona the kingship belonged to Saul. Tunaona ufalme hapa ulikuwa But when he disobeyed, lakini yule wakati alikosa, God to lift the kingship Mungu akachukua ufalme to David the shepherd boy. akaupatia Daudi ambaye alikuwa anachunga kondoo. Mpaka Mungu anasema I have rejected him. Mungu anasema nimemkataa. I have rejected him. Nimemkataa. How long? You mourn for him. Mpaka lini utamlilia? He had disobeyed me. Amenikosa kunitii. For how long? Ni mpaka lini? Praise the name of the Lord. Amen. Imagine the man of God is sitting for you. Mtumishi wa Mungu anakuombea. And God has already rejected Na you Mungu tayari amekukataa because of kwa disobedience. sababu ya kutotii. Because he spoke to you Kwa sababu alikunenea through the servant of God. kanena kupia He mtumishi. spoke to you Alikunenea through his word. pia neno lake And you disobeyed. na ukakataa kutii. And now you are just rejected Na uko hapo umekataliwa. before God. Umekataliwa na Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Praise God. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. So disobedience to God, Kutotii Mwenyezi Mungu allows God na kubalisha Mungu to leave your enemies more than you. ainue maadui wako zaidi yako. Praise God. Amen. Disobedience to God Kutotii Mwenyezi Mungu allows God inakubalisha to Mungu leave your enemies kuinua maadui wako more than you. juu yako. Those you call chicken, Wale ambao unaita kuku they will drive Range Rover. wataendesha You watching like this. ukiwa unaona hivi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Those you despise. Wale ambao unadharau. Hallelujah. Amen. Praise God. Bwana asifiwe. If you disobey God, Kama hutatii Mungu, God will bless Mungu atabariki those you despise. wale ambao And unadharau. you get yourself Na utajipata going for help ukiendea from them ukiendea usaidizi kwao because of kwa disobedience. sababu ya kutotii. Because of disobedience. Kwa sababu ya kutotii. Praise the name of the Lord. Amen. You are disobedient to God. Kutia kutotii kwako Mwenyezi Mungu Gonna make you a slave to your enemy. kutakufanya uwe mtumwa wako. Praise the name of the Lord. Amen. Disobedient to God Kutotii Mungu will bring curses taleta laana wherever you go. mahali There unapoenda. are no, you get there are curses following you. Unapata kuna laana zinakufuata. It is biblical. Biblia It inasema is the word of ni God. neno la Mungu. If you disobey God, Kama hutatii Mungu, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. God has no problem Mungu hana shida for us walking in abundance. sisi kwa kutembea kwa God has no problem Mungu hana for shida us walking miraculous. kutembea kwa miujiza. But God, Lakini He Mungu wants us to be obedient. anataka tutii. This the word of God here. Neno la Mungu hapa This is full of God telling us, do this, do this, do Mungu this. anakwambia fanya hivi, fanya hivi. Love one another. Pendaneni. It is here. Niko hapa. And you choose Na wewe to unachagua. disobey. Unachagua But kutotii. God is telling us, Mungu anapotuambia love one another. pendaneni. The Bible says, Maandiko yanasema carry one another, each one another's burden. na
muweze kubebania mizigo is the word of God. ni neno la Mwenyezi Mungu. And you fail Na unakosa to obey the word of God. unakosa kutii neno la Mwenyezi That's Mungu. why the church Hiyo kanisa cannot walk in abundance. aliwezi kutembelea That's kwa why the wingi. church Hiyo kanisa cannot walk in miraculous. aliwezi kutembea kwa Because miujiza the church kwa sababu has disobeyed. kanisa limekosa The word of kutii God. neno la Mwenyezi Mungu. Praise the name of the Lord. So disobedience Kutotii to God kutotii Mwenyezi Mungu makes you a slave to your enemies. fanya mtumwa wa maadui wako. Praise the name of the Lord. Amen. May God help us Mungu atusaidie in Jesus' name. katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Amen. May God help us. Mungu atusaidie Praise the name that we may obey. tuweze kutii. It is written. Imeandikwa. It is written. Imeandikwa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Amen. Obedience Kutii attract favor in our life. ulete kibali ama uvute kibali It katika maisha. attracts favor. Uvute kibali When we are obedient wakati tunatii to voice of the Lord. sauti ya Mwenyezi When Mungu. we are obedient to God. Wakati tunatii When we are obedient to tunapotii the servant of God. watumishi wa We attract favor. tunavute kibali. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Obedience, obedience. Kutii, kutii, Obedience, obedience. kutii, kutii. Praise the name of the Lord. Amen. Obedience, Kutii, obedience. kutii. I'm obeying. You can imagine Naweza fikiria Saul, King Sauli, Saul. mfalme He Sauli was an anointed of God. alikuwa amemwagiliwa mafuta. God had chosen him. Mungu alikuwa God amemchagua. had spoken about him. Mungu alikuwa amenena kumhusu. God sent Samuel. Mungu akatuma Go Samueli and anoint him aende kumwagilia to be mafuta king over Israel. awe mfalme wa Israeli. But the Bible says Lakini maandiko yanasema God sent him on a mission. Mungu akamtuma, But when he went on a mission, alipoenda he disobeyed. akakosa kutii And God withdrew. na Mungu akajiondoa, He became a reject. akawa amekataliwa. Mpaka Mungu anasema, When God I said, have rejected him. nimemkataa. God forbid. Mungu azuie hayo. I have rejected him. Nimemkataa. God forbid. Mungu azuie hayo. So when you obey, you see, when you disobey, Wakati nakosa kutii, mpaka Mungu anasema, when God I said, have rejected him. nimemkataa. Why are we mourning for him? Kwa nini unamlilia? Imagine I'm here praying for you. Unaona niko hapa I'm here interceding for you. na kuombea. And God says, Na Mungu why asema, are you praying for him? kwa nini unamuombea? I'm done with him. Nimemalizana. I've rejected him. Nimemkataa. God forbid. Mungu azuie In itifanye Jesus' name. katika jina la Yesu. If you want, just obey the word of God. Wewe tii neno la Mungu. If you want to walk in abundance, Kama unataka kutembea you kwa just wingi, be a foolish. wewe kuwa tu Kuwa mjinga wa kutii neno la Bwana. following Kuwa God's will. mjinga kwa Mungu. Don't mind what people are saying. Usijali watu wanasema nini. You can imagine Naweza fikiria hiyo your position ule upinzani the man of God was having. ule mtumishi wa Mungu alikuwa nao. Abraham. Anasema Mungu anamwambia, God is saying, because the Bible says, and Lord, the God said to Abraham, Mungu akaambia Abraham, pack your things, panga mizigo leave yako, Babylon, ondoka to hapa, a place I will show you. uende mahali You kuonyesha. can imagine. Naweza fikiria hivyo. I think these people are confused. Hata watu wao They do not walichanganya. understand Hawangemuelewa what he was doing. vile alikuwa I anafanya. see like they were fighting him. Kama alikuwa mpinga. Wakimwambia, kwani unaenda wapi? Where are you going? Unaenda wapi? Unapeleka hizi ng'ombe wapi? But the man of God, Lakini mtumishi wa he Mungu was ready alikuwa to amejiandaa obey God kutii to Mungu. point of death. Alikuwa amejiandaa kutii hadi mpaka Ajui anaenda wapi. You can imagine how until the Bible says, Maandiko yanasema, mpaka Biblia inasema, maandiko yanasema, he was counted righteous akahesabiwa mtakatifu mwenye because haki of obedience. kwa sababu ya kutii. He was counted righteous. Alihesabiwa mwenye haki. Praise the name of the Lord. Amen. The Bible is saying, do this. Ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi
vile nilivyoambiwa juu yako, tena sauti yako